Unaitwa Jehova Bwana, hakuna kama wewe, mambo yako hakuna mwingine. Tunasema mambo ya ajabu, umetenda ya kushangaza. Pokea utukufu wote ni wewe, wewe ni kimbilio la maisha yetu. Umetuponya mioyo Bwana, umehuisha nafsi zetu yawe, hatuko mahali tulikuwa jana. Bwana umetuinua, umetuhifadhi, tunakutukuza Jehova. Kama si wewe Bwana hatungekuwa mahali hapa, kama si neema yako hatungepatikana. Tunainua mikono yetu, tunasema wewe ni Bwana. Tunainua mikono yetu, tunasema wewe ni Yahweh. Tunainua mikono yetu, tunasema hakuna kama wewe. Tunainua mikono yetu, tunasema juu mbingu hakuna Baba mwingine kama wewe. Tunainua mikono yetu, tunakiri na vinywa vyetu ya kwamba wewe ni jana, leo hata milele. Tunainua mikono yetu, tunakuinua na tunalitukuza jina lako. Hakuna kama wewe Jehova. Wewe ni Mungu. Asante Yahweh. Wewe ni Mungu. Wewe ni Asante Yahweh. We honor you today, oh Father. We give you praise, our Jehovah. Pokea sifa na utukufu ni zako Bwana, kwa kuwa pamoja nasi. Asante kwa utukufu wako Bwana. Asante kwa uwepo wako Jehova. Asante kwa kuja Yahweh. Asante Jehova kwa utukufu wako. Amen, amen. We are coming to the house of God this day. And
May God minister to you as you continue to abide in His presence. Have your seats in Jesus' name. Christine, God bless you. Wonderful people. Rest in the presence of the Lord. Amen. Jesus. Amen. Can we read a word in the book of Revelation, chapter 11? Chapter 19, not 11. Chapter 19. Revelation chapter 19. Verse 6, the Bible says, "And I heard, as it were, the voice of a great multitude, as the sound of many waters, and as the sound of mighty thundering, saying, Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigns. Let us be glad and rejoice and give him glory, for the marriage of the Lamb has come, and his wife has made herself ready. And to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen is the righteous acts of the saints." Amen. And we can read again. "And I heard, as it were, the voice of a great multitude, as the sound of many waters, and as the sound of mighty thunderings, saying, Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigns. Let us be glad and rejoice and give him glory, for the marriage of the Lamb has come, and his wife has made herself ready. And to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen is the righteous acts of the saints." Verse 9, "Then he said to me, Write, blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb. And he said to me, These are true sayings of God." Blessed be the name of the Lord for the reading of his word. I want to join that with another in 2 Corinthians chapter 11. 2 Corinthians chapter 11. "For I am jealous," verse 2. 2 Corinthians chapter 11, verse 2. "For I am jealous for you with godly jealousy, for I have betrothed you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ." Verse 3. "But I fear, lest somehow as the serpent deceived Eve by his craftiness, so your mind may be corrupted from the simplicity that is in Christ." Verse 4. For if he who comes preaches another Jesus, whom you have not preached, or if you receive a different spirit which you have not received, or a different gospel which you have not accepted, you may well put up with it. Amen. Bwana apewe sifa. Yeah, I want to speak a bit about the marriage of the Lamb, the bride of the Lamb. And who is that bride? That bride that is supposed, or that Paul is saying is betrothed, or espoused, or engaged. Those three words are just the same. Paul is saying, I engaged you to one husband, to one man, even Christ Jesus. Yeah? Tumechumbiwa kwa mwanaume moja ambaye ni Kristo Yesu. Na yeye wakati anaongea anasema akona wivu sana kwa ajili ya huyu mchumba. Akona wivu wa Mungu ndani yake. Yeah? Kwa maana
huyu mchumba it is very likely anaweza kudanganyika ama kuadaika na mambo ambayo si ya ukweli, mambo ambayo yanaonekana kama ni ya ukweli lakini ni ya ubatili. He was talking about false prophets that may creep in, people that are preaching gospel that is not the true gospel, and the people that are expected to be engaged may listen to that person and become corrupted. And instead of continuing to be a virgin, they get corrupted and oscillated, and they are no longer tenable to be the bride of Christ. Let me just put it this way. In Hebrew culture, the setting where the Bible is was written and where Jesus preached, a young man, when he spotted a girl that he admired, he would tell his father, and they would approach that family with the father, and the young man would be having a contract of a proposal to the girl. And on this contract of proposal, there is also a clause that would say, this is the extent I want to go. This is the extent I expect to go in order to win this girl, in order to have this girl as my wife. This is what I'm expected to pay. Not the father who goes to negotiate. It is the son who writes the contract. It is the son who forwards, just like you, if you remember in Genesis chapter 24, the servant of Abraham goes into to the house of Laban. Where? Into the house of Bethuel, is it? The father of Laban. Yes. So that he may go and get a bride for Isaac. He goes with everything. He goes with the jewels. He goes with a lot of riches to go and find a girl. Not a girl that the young man knows. Not the girl that a young man had ever seen. He goes there to look for a girl from the kindreds of his father Abraham. Na akakutana na Rebeka na akaongea na yeye. Biblia inasema wakati alimuona na akaongea na yeye, alimuuliza, kwenu kuna mahali tunaweza kulala? Akasema ndio. Na hizi punda zangu, ngamia zangu? Akaambiwa ndio. Yeye alitoa a jewel, a jewel, akamweka, was it on the nose or somewhere? He gave her good jewels and a bangle on the hand. Precious things. Na alipofika pale nyumbani, akaambia wale wazazi wake, my mission is to look for a bride, for a wife, for my master's son, the only son that he has. And when I met Rebecca, God confirmed to me, this is the girl that is fit for my master's son. Tell me now, do you accept me or do you not? There it is not done the way we do it here. It is done in a different way. Akaambiwa, yes, tumekukubali. Na alipoambiwa tumekukubali, what he did is that he took out his precious things, the girl that he had come with, and the first person who received the gift was the bride. Anapewe sifa. Ama Biblia yako inasemanga differently. Hazikupatiwa the father to the girl, zilipatiwa kwanza msichana. Akawa akarembeshwa, akabarishwa vipuri vya dhamana sana. Baadaye ndio sasa akapatia baba yake gifts ambazo zilikuwa za dhamana, na akapatia ndugu yake pia some gifts. Hallelujah. Na hapo Rebecca akaulizwa, will you go with this man and become the wife to his master's son? Akasema ndio, I will. Bwana asifiwe.
And exactly this is what Jesus, when he was in heaven, this is what he came to do. God from generations, from the time that he created the earth, his purpose was to look for a people that you will have fellowship with, because the purpose of God, or the intention of God, is that he may dwell in the midst of his people. Hallelujah. Is that he may dwell in the midst of his people. Is that he may have fellowship with his people. And that's why he created a man in his own image. Yeah? So that they can relate. And when he realized this man was lonely, he said it is not good for the man to stay alone. In Genesis chapter 2 verse 18. And therefore what did he do? He put that man into sleep, and out of his side he took a rib, and out of the rib he created a woman for him. Hallelujah. Out of the rib that was taken from the side of a man. Was it on the left or right? Gloria. Where were you taken from? Left or right? Or from both sides? Oh, sour. Now, Jesus came. And the Bible says, in John chapter 19 verse 3, that now Jesus is already crucified, and his mission was to come to seek that which was lost, and the bride that was supposed to be Adam's, the first Adam, got lost when they ate the fruit. She got lost. And this is why Jesus came. He came that he may restore the Adam and his bride. He came as the second Adam. And as the second Adam, he must also have a bride. Hallelujah. And when he was crucified on the cross, because the price that Jesus was expected to pay, or was willing to pay, was to lay his life down. He says, I lay my life down for my sheep. Hallelujah. He lays his life down. And how did he lay his life down? He was crucified on the cross. And when he died, when they came to inspect and found that Jesus was already dead, the Bible says the soldier took a spear and pierced the side, and there flowed blood and water. The side was pierced. Where formerly in Genesis chapter 2, God took a rib from the first Adam. Hallelujah. God took a rib from the first Adam. And the second Adam, in order to be able to redeem and to get the second bride now, unto himself, he got pierced. And there from his side flowed water and blood. This is, the blood is our ransom price that Jesus paid. It is our worth. This is the tag, the price tag that was placed on us, so that Jesus could redeem us unto himself, that we may become his bride. Hallelujah. That's why he says, upon this rock I'm building my church. He has a church. And this church is the bride of Christ. Hallelujah. In Acts chapter 20 verse 28, Paul is telling the elders there to take care of the flock of God, which Jesus redeemed with his precious blood. Hallelujah. He redeemed us with his precious blood. He bought us with a price. Not the 1 Peter chapter 1 verse 16 says that we have been redeemed, not with corruptible things like silver and gold, not with the things of this world that perish, but with the precious blood of Jesus Christ. Even 1 Corinthians chapter 1 verse 14, it says like that. And also, I think Ephesians chapter 1 verse 7 and verse 14. We have been redeemed. And Hebrews chapter 9 verse 14. We have been redeemed with the blood of Jesus. Hallelujah. Precious blood, not something of this world, not something that can perish, not something that can be equated with the valuable things of this world, something that is more valuable than that. The reason why he did that is that he may buy us unto himself, is that he may take us unto himself. And once he has done that, we are now that are redeemed, that are bought and cleansed, washed by the blood and water, we become valuable bride unto him. Hallelujah.
And Jesus, after doing this, in John chapter 14, he is telling his people, don't be troubled, you people. Don't be troubled. Hallelujah. Why? Maana, in my Father's house, there are many homes. Actually, the other translation says there are many homes. And I am going to prepare a home, a place for you. Yeah? I'm going to prepare for you. And when I are prepared, I will come back to you. Bwana apewe sifa. You know, when I realized that, I came to realize how we interpret those scriptures wrongly. We interpret those scriptures very wrongly. You know, mahali pale tumeanza pa vile kijana anaendanga kuchumbia msichana akikubalika pale. Yeah, akikubalika pale, what happens is that the young man and the bride, they celebrate with the wine. And there is a wedding ceremony. There is a wedding party. A wedding party in that culture is not done the way we do a wedding here wakati tunaunganisha harusi hapa. Wedding party ni wakati kijana ameenda kwa msichana na akakubalika na akasema this is what I'm willing to pay, and the parents accept, and the girl says yes, I am ready to go with this man. He values more. I find my worth in him. Hallelujah. And then they celebrate that. And after celebration, what happens is the young man promises the girl, leaves the girl with the contract that he made, and goes back to prepare for the bride. Hallelujah. That is where Jesus is saying, I go back to prepare for you. And when the place is ready, I will come back. I will go. I am going. Na nitatengeneza, nitaandaa, nitajenga, na nikimaliza, nitakuja, na nitawachukua. Sasa, kijana ataenda, na aanze kujenga. Our pastor would call it Simba. Bwana apewe sifa. I don't know if in your place, when you go to get the bride, you bring the bride into the Simba, or you build another home for her. You start with the Simba. The Simba, Bwana apewe sifa. Wakikuyu hawajengi. They can take their brides even to their mother's houses. Hallelujah. Sisi hatufanyangi hivyo. We must have a house. No father can allow a son to go and get a bride. Hawezi kwenda kule. Hawezi kwenda kule kama hauna kanyumba ambayo unasema hii ndio nitaleta huyo msichana. Hawezi. Bwana asifiwe. And therefore, the young man will come back and build a Simba. And it is the responsibility of the father kuangalia hiyo nyumba inajengwa until he is satisfied kwamba hii nyumba inafaa yule msichana analetwa. Kabla baba haja approve, kijana hawezi kusema nyumba imekamilika. That's why Jesus says, hiyo siku na wakati hakuna mtu ajuaye. Hata mimi mwenyewe sijui. Baba peke yake ndiye anajua. Baba peke yake ndiye anajua. Maana ni kazi ya baba kuangalia kale kanyumba kanajengwa, kale kamansion kanajengwa. The purpose of this mansion is for the honeymoon. Bwana apewe sifa. Honeymoon haiendwi kwa hoteli, the corrupted places. It is supposed to be in the house that you are prepared for that purpose. Bwana apewe sifa. And this honeymoon would last for 7 days. And when the honeymoon is inside the kanyumba hapa, ambao sasa wakati baba atasema, kanyumba sasa nimekubali, kametengenezwa, ni kazuri, ni maridadi, kamefikia kiwango chake, kijana atachukua his young men, kadhaa waende wakachukue msichana, and they can go anytime, wanaweza kwenda usiku masaa yoyote. Hapo ndipo Yesu unasikia akisema watch, maana hujui siku ya kukujiliwa, hujui siku wala saa. Maana anaweza kuja in the first watch or second watch or even that watch. Haujui wakati.
Yeye anaweza kuja kuchukua bride yake anytime, maana ni wake. Hata kama ako kwa baba ni wake. Mahari imekamilika na wao hawajui itakamilika lini. Yeye ndiye anajua, baba ndiye anajua. Na wakati baba ameapprove, kijana anachukua his entourage. Mahari unasikia Biblia ikisema in Matthew chapter 25 kwamba kuna virgins ambao wanangojea bwana harusi, na walikuwa wanamngojea so that he can come correct them and then go for the bride and then go for the party, the banquet, the marriage party where it is celebrated, where it is kept. Hallelujah. That is what it was expected to be. And that is exactly what is going to be when Jesus comes. That is exactly what will happen. Jesus is waiting the day the Father will say, the mansion you are building for the bride is ready. Hallelujah. Mahali ambapo mchumba wako atakaa pamekamilika. Mahali ambapo utakuwa na honeymoon na mchumba pamekamilika. Mahali ambapo tutakuwa na sherehe kwa hizo siku kumekamilika. And then the Bible talks about, you know, we have always been interpreting those scriptures somewhere. And the Bible says 5 were wise and 5 were foolish. So unaona wote wako pale wakingojea huyu bwana harusi ndio waende wakachukue bi harusi. Lakini kuna wao ambao watakosa kwenda, maana hawakuwa wamejitayarisha, hawakuwa tayari. My friends, know this, there are the virgins who are the bride of party. Hallelujah. And there is the bride. These are 2 different people. The virgins who are the bride of party and the virgin who is the bride. Bwana apewe sifa. Now, it is very interesting that these virgins who are the bride of party are not in the church. You who is the church is expected to be the bride. So you cannot be the bride at the same time 10 virgins, foolish ones and wise ones. You cannot. Hallelujah. You can only be one thing. And the only bride of Christ is the church, ambayo amenunua kwa damu ya dhamana sana. Amenunua at a value that he mentioned himself to the Father. I am going to buy these people. I am going to redeem them by my precious blood, by my own life. Nitawanunua. I am going to lay down my life and I am going to take it back. Hallelujah. And Paul is telling them, is telling Christians, is telling you people, now kwamba ninyi, you are people that are already engaged, kwa maana mumechumbiwa, mumenunuliwa na mkakubali. Hallelujah. Sasa ninyi ni wachumba wa Yesu, na kuna siku ambayo inangojewa, that you may be presented as a chaste bride, a virgin bride, somebody who is clean, without blemish at all. Hallelujah. The question is, do we realize how grave this situation is? Do we realize how we are expected to be as we wait for the day that we shall be presented as a bride? May some of us who confess Christ today, might some of them fall short of this expectation. It is very likely. Hallelujah. It is very likely that some of us may not qualify. Hata kama tumekaa kwa kanisa, kwa hii nyumba tunaita kanisa, hata kama tumekuwa tukiimba pambio, hata kama tumekuwa tukiimba nyimbo, hata kwa maneno mengine ambayo hatuelewi ni nini tunasema, lakini tunasimba kwa zila, hata kama tumekuwa tukimtumikia, tukihubiri kwa bidii sana, it is very likely. Hallelujah. It is very likely kwamba you may fall short. Unaweza kuangaliwa uwe na mawaa that day. Unaweza kuangaliwa uwe na kasoro mahali. It is important, as our sister was preaching the other day, that we should be very vigilant. We should be very watchful. We should be very careful. We should watch over our life. Maana mchumba akichumbiwa, msichana akichumbiwa, hawezi kuendelea kuongea na vijana ovyo ovyo kila mahali. Hallelujah. Hawezi kuendelea kuentertain other young men. No.
ameengejwa tayari. Amechaguliwa na amechukua mmoja na amemkubali, and therefore she can only wait until the day the young man says, now I am ready and I have come for my bride. Hiyo siku hahitaji kwenda kwa baba, anahitaji kwenda kuchukua mchumba wake, maana alipewa. He will report, of course, that I have come for my bride, because this is his bride. Now, and and the Bible says, this day, hii siku ambayo ameenda kumchukua baba, na yeye atakuwa amealika marafiki wake, atakuwa amealika wazee wenzake, atakuwa wamealikwa wageni ambao watakuja hapa kwa hii mboma. They are going to have a party. Hallelujah. Bwana apewe sifa. This party is not going to last for one day. It is not going to last for one evening. When the young man comes with his bride, they don't come to celebrate with these people that are here with the father. The young man takes the wife directly to the Simba there. Hallelujah. Anapeleka bibi yake pale. And they will not come out to the public until 7 days are over. And the 7 days there is celebration here. That is why in Cana of Galilee, divai iliisha. Kwa maana celebration haikuwa ya siku moja. Haikuwa ya siku moja. Inakuwa ya muda wa wiki moja, until the honeymoon is over. When it is over, that is when the young man comes with his bride. Anakuja na mchumba wake akiwa amemshika na kitangaza, ya kwamba truly huyu amefaulu, amepita kuwa mke wangu. Bwana asifiwe. How would she prove to be a bride, whether to be married by the young man? Yeah? In the Old Testament, the Bible says the young bride, yeah, must present the tokens of her virginity. Hana apewe sifa. Must present the tokens of her to the family. That true, I was married a virgin, not just a woman. I was married to your son, a virgin. And the Bible says if she is not a virgin, then anastahili afukuzwe kwa hiyo mboma. Maana ni kusema alikuwa mumaraya kabla aolewe. Hallelujah. Injili ni ngumu. Bwana apewe sifa. Praise the Lord. So, she will present the tokens of her virginity. And that is where kuna kuangwa na zile ngemii ambazo watu wanapiganga ovyo ovyo, zinapigangwa hiyo siku kwamba we have married a virgin and she has proved hana mawa, hana kasoro, hana uchafu, yeye ni bikira. Hallelujah. Anashangiliwa kwa ile mboma na anapokelewa kutoka hiyo siku, na they have what is called the marriage banquet. Hallelujah. The marriage party is held on that day with the bride, with the bridegroom and the bride. Hallelujah. My friend, this is the kind of a scenario. I'm only painting a picture of what we expect with our Lord Jesus Christ. I'm only telling you what we expect to happen on that day. We are on the waiting. Sasa ni kungojea, kama vile yule kijana alienda kwa baba ambaye alikuwa baba ya msichana, na akapresent his contract of marriage, contract ambayo ilikubalika, na akakubaliwa, akarudi ndio akajenge kanyumba bado msichana akiwa pale. Hivyo ndivyo Yesu alifanya. Yesu alikuja akatuchumbia, na akile alipeana as a contract of our engagement was his life and the blood that was shed on the cross at Calvary, na ikakubalika. So whenever the gospel is preached to somebody na anakubali, anasema yes, I accept it to be engaged to Christ. Nimekubali ile dowry alilipa. The dowry Jesus paid is his own life. Hallelujah. That is our worth. That is our worth in this life, my brothers and sisters.
The life that Jesus offered, he laid it down and he picked it up again. He shed his blood when he was pierced on the side. Damu ikatoka na maji pale. The blood is our redemption, is our ransom price. And the water cleansed us from the filthiness that we were, from the dirt that we used to be, from the corrupted people we used to be, from the prostitute that we were, because we were prostitute before we came to Christ. Ni kwamba alipotupokea, he restored our virginity, spiritual virginity. Now we can walk. And anytime you accept a falsehood and a deception, every time you lie, every time you do something that is contrary to the word of God, your virginity is broken. It is no longer there. Hallelujah. You are no longer a bride. You are something else. Bwana apewe sifa. A bride must be very careful. Lazima ajichunge, lazima ajiangalie. We are waiting, and our wait is a long time. Hatujui hiyo nyumba, hiyo simba itamalizika lini. Hatujui Yesu baba ataambia mwana, shimba yako nimeikubali, umeijenga ya kutosha, umeirembesha vilivyo, na nimeona inafaa, enda sasa ulete mchumba. Hatujui ni siku gani. Hallelujah. But we know soon and very soon it is going to come. Soon and very soon, the trumpet is going to announce the day. It is going to announce the coming of the bride. The bridegroom would go with this entourage of young maidens and some young men, and they would shout. There would be a shout, a call to that family when they are about to reach the home, so that the maid or the girl may know that the young man is just about to approach. Hallelujah. And then maana yeye amekuwa amejitayarisha, yeye ni kutoka atatoka na ataenda na kijana. That is where the Bible says, and the bridegroom went and closed the door. Yeye akichukua bride yake anaenda mpaka kwa ile mahali kuna ile sherehe baba yake ameandaa kwa wazee na wale watu wengine, na yeye anaingia kwa nyumba yake na mlango unafu. So wale wengine wanagonga mlango wakiwa pale, wanaambiwa no, mimi siwajui, maana sijui mmetoka wapi. But look at this, they were there with the other 5. Bwana apewe sifa. They were there, but kwa maana hawakuwa tayari, kwa maana they were not vigilant enough, they were not watchful, they were not careful to the day, waliachwa na hawana njia ingine ya kujitetea. Who do you think these virgins would be? Ama ni wale ambao watakuwa wameingia kwa Antichrist? Ama ni akina nani? Wale tunasemanga watakatwa vichwa, wataziokoa kwa damu yao. The thing is that hakuna damu ya mwanadamu inaweza kuokoa mwanadamu. Damu ni ya Yesu peke yake. Hallelujah. You know, Jesus, with his blood and the life he laid down, he did not lay it because of the Jews. Lakini Jew yoyote ambaye anasikia injili aokoke, yeye ameingia kwa kanisa. Those are his brothers. Yeah? They are his brethren. Na ambaye alikuja, the Bible says, he came to his own. John chapter 1 verse 14. He came to his own, and his own rejected him. His own did not accept him. Hallelujah. And therefore, from that day, the Bible says, now the gospel of the kingdom has been given to the Gentiles, who you are, and others. Bwana apewe sifa. And it is from the Gentile that the bride is taken from. Yeah, there are so many types that speak about this. Just like Isaac, who was now a Jew, a family of God, went back to take a bride from those people that were not of God. Just like Joseph was given wife by Pharaoh, Asenath, who was a Gentile. And just like Boaz took Ruth to be his wife,
yeah, who was a Gentile, a Moabite. That is the same way wewe na mimi tumekubalika kwa Kristo. Hallelujah. So that now tunaweza kuingia katika the commonwealth, na wale ambao watatukaribisha, wale ambao watakuwa wakutushangilia, wale ambao watapiga ngemii ni Wayahudi, kwa maana they are the brothers in the family. Bwana apewe sifa. Those are the ones that are going to welcome the bride. Hawezi kuwa bride na uwe virgin ambaye anangojea anapeleka bridegroom kuchukua bride. No, the church is the bride, not the nation of Israel. But the nation of Israel watapigia bi harusi ngemi. Hallelujah. Wale ambao watakuwa kwa jamii, wale watakuwa wakingojea bwana harusi na bi harusi wakuje ni wao. Hallelujah. And that is what is happening. It is being prepared. We are the time is fast spent, kwa maana hiyo siku ya Bwana imekaribia sana. But look at it. Paul is saying, but I fear, hata kama nilikuchumbia kwa Yesu, hata kama nimekuchumbia kwa bwana moja, I am afraid kwamba wewe kama vile kama vile Eve alidanganywa na nyoka, unaweza kuingia katika udanganyifu. Unaweza kudanganywa na kuingia na kukubali injili nyingine. Unaweza kudanganywa na kuchafuliwa, na unastahili kuwa a virgin until that day. You are expected to be a bride who is a virgin. Sasa kukubali injili nyingine, ama kukubali mafundisho mengine, ama kukubali mambo ambayo yalingana na neno, ama kutenda dhambi yoyote, wewe ni kama kulala na mwanaume mwingine kule kando na yule ambaye umechumbiwa. Hallelujah. Bwana apewe sifa. That's what the gospel is saying. Paul is talking about that. He is actually warning the bride against the false prophets. Yesu akasema in Matthew chapter 7 verse 15 kwamba jihadharini kutokana na nani? Na manabii wa uongo ambao wanakuja wakiwa wamevalia ngozi ya kondoo, lakini wao ndani ni bwea mwitu. Wanakuja, in other words, what they speak is as though it is very right. It is true. Injili hivyo ndivyo kunastahili kuwa. Na hiyo injili ambayo si ya kweli inakaanga tamu sana. Inakaanga ina attract sana. Inakaa ni kama ndio inaweza, ina nguvu kuliko ile ya kweli. Lakini hapo ndipo kanisa tunadanganywa na tunaingia katika udanganyifu na tunapoteza njia. And we will stay in the church thinking that we are okay, thinking that we are right, thinking that we are just we are still engaged, while our engagement broke long time ago. Hallelujah. We need to hold on to our engagement. And the way to prepare is to watch by studying the word. Is to watch by praying. Is to watch through fasting. Hallelujah. Having fellowship with one another. Look at Revelation bila inasema. Revelation mahali tumesoma. Mahali tumesoma inasema hivi. Verse 7 inasema, let us be glad and rejoice and give him glory, for the marriage of the Lamb has come, and his wife has made herself ready. So it is the bride, it is the wife to be that is expected to make herself ready. Anajitayarisha. Yeye amechaguliwa, lakini anajitayarisha. Akona kazi ya kujitayarisha kwa ajili ya hiyo siku. Na hajipambi akitafuta atatumia nini. It is the bride who has provided things that the bride is expected to use. Hallelujah. Abraham alitoa mali, akatoa vipuri vya dhamana, akatoa the jewelry that Rebecca alijiadorn nazo. Hazikutoka kwa baba yake ama zikanunuliwa kule, zilitoka kwa Ibrahimu. Ndio Rebecca aweze kuja kwa Isaac akiwa mlembo maridadi. Hallelujah. So yeye nasi Yesu amepeana, ametoa everything. We are expected to make ourselves ready using what has been already provided. Hallelujah. Not what we are going to look for. We have been given the way. Jesus says he is the way,
the truth, and the life. He is the word. And we have that word with us. We are expected to pray. Na alitufundisha njia ya kuomba. We are expected to fast. Alisema ni mpaka Bwana akiondoka watu waendelee kuomba, kufunga. Hallelujah. Bwana apewe sifa. What did he say? Watu, Yesu alisema watu, hiyo kundi ya bwana harusi, si bi harusi, kundi ya bwana harusi ama wageni wa bwana harusi hawawezi kufunga wakati bwana harusi yako pamoja na wa. In other words, it is telling you, wale ambao alikuwa anaongelelea juu yao si bi harusi, maana bi harusi ataenda na bwana harusi. Kwa hivyo wale ambao anaongea habari yake ni wale ambao wanaulizwa mbona hawafungi, Wayahudi ambao they are the people that will be there shouting for us when we go home. Hallelujah. Now, Yesu ametoa damu yake. We are not going to look for something to cleanse ourselves with. We have been provided with the water and the blood. He has also given us his Holy Spirit. Ana akasema nikienda nitawatumia msaidizi ambaye ni Roho ambaye Baba atatoa na nitamtuma kwenu. Hallelujah. We have been given everything, and that's why through the Spirit that we have received we can give forth a fruit of the Spirit. Hallelujah. We have the fruit of the Spirit. In other words, kama wewe umeokoka na huo ndani yako kuna miti mbili ambayo moja inazaa upendo na ingine inazaa chuki, ni kusema kuna kasoro. Yeah? Maana kuna tunda la mwili na tunda la roho, na unastahili kuwa ukizaa tunda mo. Kama wewe ni biharusi ambaye amechumbiwa na Kristo, ambaye amekaa akiwa amejitayarisha, ambaye amekaa akiwa amengojea, ambaye amekaa bila kujichafua, wewe unastahili kuwa ukitoa tunda la roho. Hallelujah. Maana Yesu has given you everything to prepare yourself. So you need to continue preparing yourself. Look, inaendelea inasema namna gani? Inasema, and for her it was granted to be arrayed in fine linen. Now what is fine linen? Clean and bright. For the fine linen is the righteous acts of the saints. Fine linen. Mavazi ya biharusi ni nini? Mavazi ya biharusi ni nini? Matendo ya haki. Matendo ya righteous acts, righteous deeds, the works of charity ambazo unaonyesha upendo, fadhili. Hayo matendo is your garment. Hallelujah. I don't know how equipped are you with those deeds. Maana it is very likely utasimama ukiwa uchi. Hallelujah. It is very likely unaweza kusimama ukiwa uchi, na blind hawezi kuenda pale akiwa uchi kama hauna yale mavazi. Si unaona? I told you the other time, whatever you need there, you are working for it here on earth. Bwana asifiwe. You cannot go to get it there. Matendo unatenda sahihi, unatenda hapa, unahurumia watu sahihi, unapenda wengine sasa, unaonyesha unyenyekevu wako sahihi. That will be your garment. Wakati utasimama pamoja na biharusi, mahali utakuwa matendo ya haki yatasimama. Hallelujah. Hayo ndio yatakuwa mavazi yako hiyo siku. Praise the Lord. Brethren, that's why the Bible says, work out your salvation with fear and trembling. Work out your salvation, brethren, with fear and trembling. Yeah? This word of God is connected. It is one word. It's only because we never find the links that are missing. That is why we never understand it. And tuna interpret kila neno kivyake. Kwa maana kuna mahali tunakuanga tunapotea. And therefore, after this day, after now the time has come, the Bible is saying the marriage supper. The marriage supper. Yeah? Then he said, right, blessed are those who are called
to the marriage supper of the Lamb. And he said, these are true sayings of the saints. Bwana apewe sifa. These are the true sayings of the, kwamba wamebarikiwa wale wamealikwa katika karamu ya harusi. Is that true? Ni harusi. Hiyo karamu si ya harusi. It is the marriage, and there is a difference between marriage supper and the wedding ceremony. Bwana apewe sifa. Marriage supper is for the bride who is already married. Hallelujah. Wana celebrate pamoja na bwana harusi wake, na kunao ambao wamealikwa kuja kucelebrate pamoja na yeye. Kama vile unaona baba amealika kundi ya wazee wakuja wa celebrate, wakingojea siku 7 zitoke zimalize pale, na zikimalizika wale wakitoka, they have the supper, not lunch, supper. Kwa harusi mnakulanga lunch, si ndio? Hii ni supper. Bwana apewe sifa. Brethren, let me tell you this. One day I saw a vision of this supper. One day I saw a vision. And the building where the banquet was held was very big. It was very colorful. It was wonderful. Inside kulikuwa na mapambo ya aina nyingi. Kulikuwa na mataa ya ajabu ndani. Na watu walikuwa wamejaa, wale ambao walikuwa wamealikwa. Wale walikuwa wameingia pamoja na biharusi. Bwana na biharusi walikuwa wameketi. Nikaiangalia ile sherehe, lakini jambo lile lilinishangaza ni kwamba bwana na biharusi na wale ambao walikuwa wamealikwa, walipoingia milango ilifungwa. Wale ambao walikuwa wanastahili kuwa kwa ile banquet walipoingia milango ilifungwa. Lakini outside kulikuwa na wengine ambao walikuwa wanatarajia wataingia. Walikuwa wanatarajia watakuwa ndani, lakini walifungiwa nje. In fact nilishangaa sana, because these guys who are outside there walikuwa wanajaribu hata kama wanaweza kuingilia kwa mandirisha. Walikuwa wanatafuta ni mahali gani. Naona wakipanda hata kwa ukuta wanapanda, lakini wakifika juu pale wanaangushwa. Can you imagine you being in that situation? Kwamba ulikuwa uingie lakini sasa uko nje. Na unasikia nje kutakuwa na akina nani? Kwani unafikirianga ni nje ya nini? It is outside that banquet hall. It is outside that banquet hall kutakuwa. Hallelujah. Maana wamekataliwa. Hawajafaulu kuingia hapa. Hawajajitayarisha vile inafaa. Now they are outside there. Walikuwa ni wale ambao walikuwa wameenda kununua mafuta, maana walienda bila mafuta yao. Ni kweli walikuwa wamekiri Yesu Kristo, ni kweli walikuwa wamekaa wakisema wameokoka, lakini matendo yao ya haki haimo. Kwa hivyo hawawezi kuingia hapa. Kunao niliwaambia watakaa katika silamu za mbinguni, na unafikiria ni mchezo. Brethren, heaven, it will be a place where the Simba is built. Hallelujah. Bwana asifiwe. Mahali Simba imeje? Sijui pastor kama ukipeleka bride kwa Simba, mnaishingi kwa Simba kila wakati. Ukipeleka kama sasa ulipeleka Mama Hope kwa Simba, mnaendeleanga kuishi kwa Simba? Baadaye watahama. Na Simba is within the father's compound. Sikizeni vizuri sana. Simba is within the father's. Lakini wakati sasa wa kuhama, wakati wa kujenga nyumba yake, hawezi aijenge hapa kwa father's compound. Lazima ahame, ajenge kwake, ajenge mke wake kwake. Bwana apewe sifa. That is what there is. Simba yetu inajengwa karibu na baba. Hallelujah. Simba yetu inajengwa wapi? Lakini baada ya siku 7 za sherehe ambayo tumetoka, Biblia inasema, and Christ shall come back to earth
with thousands and thousands of his saints. Sasa kule biharusi atahamishwa apelekwe kutoka kwa simba ile ambayo ataenda kusherekea akiwa mahali ataenda sasa kupumzika na kujua sasa mimi nimepata bwana, si mchumba bwana. Itakuwa karibu na baba. Lakini baadaye, baada ya sherehe, baada ya ugeni kuisha, mwana ama bwana mume lazima ajenge mkewe mahali panapostahili, mahali pa kudumu. Kwani the cities you shall be reigning in, will they be in heaven? Hiyo mataoni miji iko mbinguni. Oliver, hiyo miji inakuanga mbinguni. Barikiweni. Mfanya nini? Hiyo siku nyingine tutaendelea kutoka hapo. Si usimame uangalie kama wewe umefaa kuwa unatosha kuwa biharusi ya mtu yeyote. Thank you Jesus. Inua mikono tu kwa dakika moja, ongea na Bwana. Ambia Bwana apeleleze moyo wako. Ambia Bwana angalia roho yako. Angalia Bwana akudhirishie mahali ambapo hapakai vile unastahili. Auendi kwa ile njia inafaa. Kile ambacho kinakutoa katika kungojea Bwana kama biharusi ambaye ni bikira kwa Bwana, kama mchumba ambaye amejitayarisha. Ambia Bwana angalia ndani ya moyo wako, au peleleze au chunguze. Maana siku yaja na siku imekaribia. Tunaishi katika siku za hatari, siku ambazo ni za hatari sana. Siku ambayo hatujui ni nini itatendeka kesho yake. Ukilala haujui utaamka ukiwa na afya, haujui utaamka ukiwa hai, haujui utaamka ukiwa namna gani. Ile ripoti unasikia kila siku ni ripoti ambayo inaleta huzuni, ni ripoti ambayo inaleta taharuki. Ni wakati wa kukaa tukiwa lile watchful, lile vigilant, maana siku ya Bwana imekaribia. Siku ya kujiliwa kwetu imekaribia. Siku ya Bwana ambaye ametuchumbia iko karibu sana na sisi. Watu wa Mungu, ni wakati wetu kujiangalia, kuchunguza nafsi zetu na kuangalia uhusiano wetu na Yesu uko namna gani, ambaye ametuchumbia akatununua kwa damu ya dhamana sana, akaweka uhai wake chini ili sisi tuweze kuokolewa. Yeye aliyekuja kutafuta kile Adamu alipoteza, kile ambacho kilipotea pale awali, alikuja akitafute. Na katika hii dunia kuna mafundisho mengi ambayo ni ya uongo. Kuna mafundisho ambayo hayafai. Kuna mambo mengi ya kututoa kule. Kuna mambo mengi ya kututoa, ya kutuweka nazisi. Kuna mambo mengi ya kutufanya hatufai. Peleleza moyo wako mbele za Bwana. Bwana, peleleza mioyo yetu Bwana wa ajabu. Peleleza Bwana. Peleleza Yesu, peleleza Bwana kwa roho wako Mungu ajabu. Peleleza roho yangu Bwana, peleleza kanisa lako Baba, peleleza watu wako Jehova ambao wamesimama mbele zako. Mungu wa milele, tunafungua nafsi zetu, mioyo yetu Bwana tunaisimamisha kwako. My God, my Lord, Jehovah God, praying about Father, my God, wewe ambaye umetuchumbia Bwana, Mungu wa milele, kwamba Bwana utatuwezesha Bwana kuishi tukiwa watakatifu mbele zako, tukiwa wachumba Bwana kama vile umetuchumbia Bwana wa ajabu. My Lord and my God, oh, Ramase, King of glory, Ramase, my God, oh, Jehovah God. Na upeleleze Bwana, na ufunue Bwana kwa kila moja. Wewe uonaye sirini Bwana wa ajabu. Hakuna jambo lililote tereka Baba, hakuna jambo lililote tereka mbele zako. Mawazo yetu Bwana yazitereka Bwana. Oh my God, matendo yetu ya siri Bwana yajatizirika Bwana. Bwana unatuona Bwana, uonaye sirini. Angalia Bwana nafsi zetu Bwana.
Mangari Yamietobana Waja. My God, oh that, oh my God, oh my God, we may be a church of blood. Oh, that we may be a church of blood and show. Oh, that we may be a church of blood and show. Father God, that Dayara Zeriandere Mazaya, Mama Zakara Baboriandere, Eketelere Bayandora Bazeria, my God, Ibasandere Mazakara Boze, Ezeriandere Mama Mazaya Yandorabo, my God, Rokosela Baboriandere Mazaya, Papa Jehovah, Peleleza Mongo, Maya Tobana Waja Peleleza, Tonaileta Guacamonguaja, where will you to fear Bona Wango, where will you to Aire Bona, Quambori Mendago to Jengia Bona, Naekemarezeka Tatokogia Bona, Tosairi Bona Monguamilale. Oh my God, looking forward to the day, looking forward to the day, my God, when you come for us, O King of glory, oh that we may be cleansed, oh my God, oh that was, oh my God, be cleansed by the blood, oh my God, and the water. Say, oh my God, by your spirit, our Father, my Lord, and my God, Jehovah God, tender one, our Jehovah God, oh King of glory, that none, oh my God, of your people that are destined, oh my God, Jehovah God, may God us slay. None, oh my God, oh Jehovah God, for short of your glory. None, oh my God, oh for short of King of glory. Oh my God, of the expectation, oh King of glory. My God, of the word Jesus that you have given unto us for us, oh my God. The one, my God, oh Jehovah God, the praises, oh my God, blood, the life, my God, you're given. My God, it is Messiah. Have your way, Mazella Bayandorabo, Cresto, Manawa Mungo, Remazaka Yandere Mama, Mama Mazaya Yandere Mama, Mama Mazaya Yandere Babo, Mama Mazaya Yandere Bazaya, Mazakara Babo Yandorabo. Jesus, King of glory, Tawara Bona Tawara, where will she on our job? Oh, Jesus, we thank you because of the blood, my God, that was shed at the cross, O King of glory. My God, Jehovah God, peleleza kila moja wetu, maana pasipo msalaba Bwana hatuoni mbingu. Pasipo msalaba Bwana Mungu wa milele, Jehovah God, hatukupendezi Bwana. Pasipo Bwana Mungu wa milele mavazi ya haki Bwana Mungu ajaa, mavazi ya Mungu wa milele ya matendo ya haki, hatutakuona mfano wa rehema Jehovah God. Oh, that my God, our garment be intact. Oh, that the garment, oh my God, of your people be intact, O King of glory. That day, my God, we may not be put to shame. Oh, my Father, that we may not be put to shame. On that day, King of glory, Jehovah God, we surrender, oh my God, oh Jehovah. We welcome you, my God, in our lives, in our activities, oh my God, in our families, oh King of glory. That Father, Jehovah God, by the power of your Holy Spirit, we will continue, my God, in preparing as you look unto the day, my God, as we wait, O King of glory, for your coming. That my Father, the pride of this flesh, O God, the pride of the eyes, oh my God, oh Jehovah God, my God, Bwana kwamba Bwana mfalme wa rehema, your spirit is going to deal with them, O King of glory. Oh my Father, the last, oh my God, of the eyes, O King of glory, the pride, my God, of this one, my God, Jehovah God, ambayo Bwana kiburi tumejaza Bwana wa ajabu, na Mungu wa milele, tamaa za kila aina Bwana, tamaa za mwili, tamaa za macho Bwana wa ajabu, vitu ambavyo tunatamani duniani. Mfalme wa rehema, Jehovah God, we pray that your Holy Spirit, God, may Jehovah God break that yoke, my God. Break, my God, that Jehovah God, spirit, oh my God, the power of the flesh, oh my God, that Lord, we may be able to prepare ourselves in readiness, oh my God, for the day of our visitation, oh my God, the day that you come for us, oh King of glory, the day that you take us, oh my God, unto thee, my God, Jehovah God, help us, oh my God. Have your way, King of glory, Jehovah God. Let no, my God, none, my Father, go astray. None, my God, Jehovah God, be deceived. No, none, oh my God, is going to listen, my God, Jehovah God, towards, oh my God, of deception. False prophets, O King of glory, my Father, that are roaming in the world, O King of glory. But Lord Jehovah God, we will lift, oh my God, Jehovah God, we lift your emblem, O King of glory. We will lift our banners unto the Jehovah God. We will meditate upon your word, O King of glory. We will stay, my God, watching our Father, my God, until the day, my Father. We worship you, my God, and we give you praise.
Have your way, my God, upon your people. Lead us, oh my God, and guide us, oh my God, in these challenging times, Abba Father. Deliver us, oh my God, O King of glory, from the spirit of the pillars, oh my God, the spirit of pillars, oh my God, whose rider is death, O King of glory, followed by the hates, oh my God, followed by hell, King of glory. Deliver us, oh my God, from the spirit that is power in this world, that is roaming in the world today. My God, deliver your people, my God, from that scourge, oh my God, from that plague, oh my God, in the mighty name of Jesus. Deliver, oh my God. Let your hand be upon us, oh my God. Lead us, oh my God, upon your straight paths, oh my God, for your glory, Jehovah God. We commit our families, God, unto you, for your keeping, my God, for your watching of our Father, our children, my God, our wives, our husbands, oh my God. My Father, what a jere. Oh my God, waspita bana. Maria ndoya wezi kuwapata Mungu ajabu. Tunakuinua Mungu, tunakusujudu. Maana wewe ni Mungu mwaminifu. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Bwana wabariki sana.